King'ora cha tahadhari kimesikika katika maeneo ya kati na kusini mwa Israel mapema Jumatatu baada ya Irani kuanzisha wimbi la pili la mashambulizi ya makombora kufuatia shambulio la awali lililorushwa na waasi wa Houthi kutoka Yemen. Eneo moja la makazi katikati mwa Israel lilipotea kupigwa ambapo nyumba 3 ziliharibiwa, ingawa hadi sasa hakuna majeruhi walioripotiwa. Kufuatia maelekezo ya Wizara ya Afya ya Israel pamoja na kamandi ya ulinzi wa ndani, hospitali kadhaa zimeingia katika hali ya tahadhari ya dharura. Hospitali ya Ishlauf iliyopo Tel Aviv, kituo cha matibabu cha Galile mjini Naharia pamoja na kituo cha matibabu cha Tizafon kilichopo Poria zimehamishwa shughuli zao chini ya ardhi na katika maeneo yenye ulinzi maalum. Msemaji wa jeshi la Israel IDF Emmanuel Fabian amesema kombora yote yaliyorushwa na Iran asubuhi ya Jumatatu yalizuiwa kabla hajafika malengo yake. Jeshi hilo linaamini kuwa kitu kilichoanguka katika eneo la wazi ndani ya ukingo wa Magharibi huenda kilikuwa kipande kikubwa cha kombora baada ya kuzuiwa angani. Wakati huo tahadhari ya awali iliyokuwa imetolewa katika eneo la Yerusalem imeondolewa baada ya kombora lililotiliwa shaka kushindwa kuingia ndani ya anga ya Israeli. Huduma za uokoaji zimeripoti kwa vipande vya kombora la Iran ilisababisha uharibifu wa nyumba kadhaa katika makazi ya walowezi ndani ya ukingo wa Magharibi. Hakuna majeruhi walioripotiwa katika eneo hilo. IDF imeweka mkazo kwa makombora yote yaliyorushwa na Iran yalidunguliwa na athari zilizotokea zinahusishwa zaidi na mabaki ya makombora yaliyozuiwa. Mkurugenzi wa kituo cha matibabu cha Galile Profesa Masad Baru amesema, tuko tayari kutoa huduma bora na salama zaidi kwa wakazi wa kaskazini na tunaendelea kufanya hivyo katika hali yoyote ile. Kwa upande mwingine, mkuu wa majeshi ya Israel Luteni Jenerali Eyal Zamir pamoja na maafisa wengine waandamizi wa kijeshi unaendelea kusimamia mashambulizi na operesheni kutoka kwenye vikosi vya anga vya Israeli. Jeshi la Israeli limesema lipo katika hali ya juu ya tahadhari na tayari kuendelea kuchukua hatua dhidi ya vitisho vinavyoikabili nchi hiyo. Baada ya mashambulizi yao, jeshi la ulinzi wa mapinduzi ya Iran IRGC lilisema lililenga vituo vya anga vya Ternof na Nevatim kama sehemu ya kujibu mashambulizi ya Israeli ndani ya Iran na kuwakumbuka waliouawa wakati wa vita vya siku 12 vya Juni 2025. Akizungumza kupitia chombo cha habari kinachohusishwa na IRGC Tasnim, msemaji wa kikosi hicho alisema operesheni hii ilifanyika kujibu mashambulizi ya makombora iliyofanywa na utawala wa Kizayuni dhidi ya maeneo kadhaa ya rada katika sehemu 3 za nchi.